Mheshimiwa Bunge, maswali mafupi. Mheshimiwa Clayton Chipando, swala nyongeza. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi, na mimi Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuuliza swali la nyongeza. Kutokana na barabara ya kutoka Mwanga kwenda airport kuzibwa kutokana na bwawa la Katubuka kujaa maji, serikali ina mpango gani ya kuondoa yale maji ya Katubuka ili watu wa Mwanga waweze kwenda airport kirahisi kwenye barabara hiyo ambayo ni ya lami? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba barabara kutoka Mwanga kwenda airport katika jimbo la Kigoma mjini, halmashauri ya Kigoma Ujiji, ina changamoto kutokana na maji kutuama katika eneo lile, eneo la bwawa la Katubuka, na tayari ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kupitia TARURA tuko katika hatua za mwisho za kukamilisha hatua za manunuzi na kuhakikisha kwamba mkandarasi anakwenda site kwa ajili ya kudhibiti changamoto ya maji kutuama katika barabara ile ili tuweze kuikarabati barabara na kuwezesha ipitike vizuri. Kwa maana kuhakikisha Mheshimiwa Mbunge Chipando na wananchi wa jimbo la Kigoma mjini kwamba serikali iko kwenye hatua nzuri na tuhakikisha kwamba tunadhibiti changamoto ya mafuriko ya maji na barabara ile iweze kupitika muda wote wa mwaka. Mheshimiwa Esther Bulaya, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru, nami niulize swali dogo la nyongeza. Wote tunajua TARURA inafanya kazi kubwa sana. Changamoto ni pesa, hazitoki zote na kwa wakati. Katika halmashauri ya mji wa Bunda bajeti iliyopita ilitoka 50%, hivyo kusababisha wakandarasi kutolipwa na barabara kutopitika. Je, serikali mnatoa tamko gani kwenye bajeti hili iliyopita ili pesa zitoke zote kwa wakati, wakandarasi wapite, barabara za mji wa Bunda zitengenezwe ziweze kupitika muda wote? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze Mheshimiwa mbunge wa Bunda mjini dadangu Esther Bulaya kwa ufuatiliaji wa mara kwa mara, lakini mhakikishie tu kwamba bahati njema sana mji wa Bunda uko kwenye mradi wa TACTIC ambao utajengwa barabara za lami, taa za barabarani na miundombinu mingine muhimu sana. Kwa mji wa Bunda ni miongoni mwa miji ambayo inakwenda kuwa vibrant sana kutokana na bajeti ambayo imetengwa. Kitu tunafahamu kwamba kupitia bajeti ya TARURA ziko fedha ambazo zimepelekwa kila mwaka wa fedha, na ziko fedha ambazo hazikupelekwa, na serikali mpango wake ni kuhakikisha kwamba tunapeleka fedha zote za bajeti kwenye miradi yetu, na ikiwa hazijapelekwa katika kila bajeti ya mwaka unaofuata tunaweka utaratibu aidha kuongeza bajeti ili kuweza kufidia zile fedha ambazo hazijapelekwa. Kwa hiyo Mheshimiwa mbunge, serikali itaendelea kufanya kila aina jitihada kuhakikisha kwamba fedha za bajeti zinazopatikana ziweze kupelekwa kwa ajili ya kuboresha barabara zetu. Mheshimiwa Dr. Oscar Kikoyo, swali nyongeza. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Pale wilaya ya Muleba, mji mdogo wa Nshamba, kuna mkandarasi alipewa tenda, lakini kwa sababu za ndani mkataba haukusainiwa, lakini barabara ni mashimo matupu kutoka Nshamba kwenda Bunyagongo. Je, serikali itamruhusu lini huyo mkandarasi ili aweze kukarabati hiyo barabara? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, barabara ya shamba katika jimbo la Muleba kusini kwa Mheshimiwa Dr. Kikoyo ni moja ya barabara ambazo tayari serikali imeshatoa maelekezo kwa mameneja wa TARURA wa mikoa na wilaya kutangaza 60% ya budget kwa ajili ya kupata makandarasi, na zile ambazo tayari zina makandarasi kama ambavyo Mheshimiwa mbunge anasema kwa ajili ya kusaini, tumekwisha ruhusu sasa hatua za kusaini mikataba ili makandarasi waende site kwa ajili ya kwenda kufanya matengenezo ya barabara hizo. Kwa maana kuhakikisha Mheshimiwa mbunge kwamba ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tutafuatilia kupitia meneja wa TARURA mkoa wa Kagera na wilaya Muleba ili barabara hiyo ipewe kipaumbele miongoni mwa barabara 60% zinazotangazwa au tunazosaini mikataba, mkataba usainiwe ili mkandarasi arejee aweze kwenda kufanya kazi ya ujenzi wa barabara hiyo. Mheshimiwa Mabula Magangila, swali nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Jimbo la Msalala ni jimbo ambalo lina shughuli za kiuchumi za uchimbaji pamoja na kilimo, na jimbo lile asilimia kubwa maeneo yake ni mbuga ambazo zinajaa maji. Kwa maana hiyo bajeti ya TARURA iliyopo sasa hivi haitoshi na haiwezi kujenga barabara zile zikapitika kwa misimu yote.
ni upi mpango wa serikali kuongeza bajeti ya TARURA katika jimbo la Msalala angalau kufika bilioni 5 ili tuweze kujenga barabara zile ziweze kupitika kwa kiwango cha misimu yote? Naibu Waziri, majibu kwa ufupi. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, nimhakikishie Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Msalala na nimthibitishie kuwa katika kipindi cha miaka mitano kuanzia 2021, 22 mpaka sasa 25, 26 kuelekea 26, 27 bajeti ya TARURA mwaka 2021, 22 kuwa bilioni 250 kwa nchi nzima. Lakini leo mwaka ujao tuna zaidi ya trilioni 1.2. Bajeti imeongezeka kwa takribani zaidi ya mara 6. Na hii maana yake ni kwamba serikali inatambua kwamba ziko barabara korofi, mtandao wa barabara wa TARURA umeendelea kuongezeka, lakini dhamira ya serikali kuhakikisha kwamba barabara zetu zinakuwa bora, ziwe za lami na changarawe, imeendelea kuzingatiwa. Kwa hiyo kuhakikisha Mheshimiwa mbunge, tunafahamu kwamba jimbo la Msalala lina hali ya hewa ya mvua nyingi na maji mengi. Tunaendelea kuhakikisha kwamba tunaongeza budget na Msalala pia ni sehemu ambayo imenufaika na budget kuongezeka, na tutaendelea kutoa kipaumbele katika mashauri hiyo. Mheshimiwa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu ya maswali ya Mheshimiwa bunge. Mheshimiwa, tunaendelea na Wizara ya Kilimo. Swali la Mheshimiwa Onesmo Merson Mkondia, mbunge wa Mbozi, itaulizwa kwa niaba yake na Mheshimiwa Jafet Hasunga. Mheshimiwa Onesmo Mkondia anauliza, je, serikali ina mpango gani wa kukomesha uuzaji wa mbegu feki nchini? Swali hilo linaenda kupatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri David Silinde. Mheshimiwa Naibu Waziri, Mheshimiwa Ernest Silinde. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa mujibu wa kifungu cha 15 cha sheria ya mbegu sura ya 308 toleo la urekebu 2023, mbegu zote zinazouzwa nchini lazima ziwe zimethibitishwa ubora na TOSCI. Ili kukabiliana na tatizo la mbegu feki, TOSCI imetoa lebo za kielektroniki kwa kampuni za mbegu ambazo zinamwezesha mkulima kuhakikisha uhalisia wa mbegu husika kwa kukagua lebo hizo na kuingiza namba maalum kwenye simu yake ya kiganjani ili kupata taarifa ya kuwa mbegu aliyonunua ni halisia au siyo halisi. Matumizi ya lebo hizi yamepunguza tatizo la mbegu feki kutoka matukio 325 yaliyoripotiwa mwaka 2014-15 hadi kufikia matukio 10 yaliyoripotiwa mwaka 2023-24. Mheshimiwa Naibu Spika, vile TOSCI serikali kupitia TOSCI inafanya ukaguzi wa mara kwa mara katika maduka ya mbegu, ambapo katika ukaguzi uliofanyika kuanzia Julai 2025 hadi Januari 26, wafanyabiashara 13 wamebainika kujihusisha na matukio ya kuuza mbegu feki au mbegu zisizokidhi vigezo vya ubora, ambapo mmoja kesi ipo mahakamani na wengine 12 uchunguzi unaendelea. Hatua nyingine, serikali imetoa elimu juu ya matumizi ya mbegu bora na namna ya kubaini mbegu feki kwa wakulima 5822 kupitia kampeni ya Mali Shambani na wakulima 6763 kupitia kituo cha huduma kwa wateja kwa maana call center waliopiga simu kuanzia Novemba 2025 hadi Januari 18 mwaka 2026. Aidha, jitihada za kudhibiti uuzaji wa mbegu feki kwa wakulima ni endelevu. Mheshimiwa Jafet Hasunga, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Kwanza nipongeze serikali kwa majibu mazuri ya swali hilo. Sasa ninayo maswali mawili madogo ya nyongeza. Kwa kuwa wakulima wa kawaida wa maeneo ya Igamba, Harungu, Itaka na Mbinzo, Umsia, Isararo, Iyura, Ipunga na Ihanga wana elimu ya kawaida sana ya kuweza kutambua, je, serikali inatumia utaratibu gani wa kuhakikisha kwamba wananchi wanazielewa hizo lebo za kielektroniki ili waweze kuhakikisha kwamba wanadhibiti hili swala? Swali la pili, kwa kuwa uuzaji wa mbegu feki ni swala la uhujumu uchumi na kurudisha nyuma maendeleo ya nchi, na kwa kuwa watu hao wanajulikana vizuri na wamerudisha nyuma sana maendeleo ya wananchi, je, serikali iko tayari sasa kuwachukulia hatua kali wale wote watakaobainika wanauza mbegu feki, ikiwa ni pamoja na kuwanyonga? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, nikushukuru sana kwa kunipatia fursa hii ni mjibu Mheshimiwa Josephat Asunga, mbunge wa jimbo la Vwawa, ambaye ameeleza maswali yake mazuri ya msingi sana na yenye tija kwa wakulima wa mkoa wa Songwe, jimbo lake, jimbo la jirani la Mbozi, lakini kwa Watanzania wote. Jambo la kwanza tu nimthibitishie kwamba tunaendelea kutoa elimu, na kwa sababu tunajua jambo hili ni endelevu, tunaendelea kulifanya hivyo. Kwa hiyo tutakachokifanya katika maeneo kama ambayo yameyataja kule Igamba kule kote unakwenda mpaka Itaka kote kule, tutahakikisha kwamba moja, tutawalazimisha sasa maafisa ugani wote washuke kwenye ngazi za vijiji na kutoa hii elimu ya kutambua mbegu feki na mbegu halisia, ikiwemo kuto kununua mbegu yoyote ambayo haina lebo ya TOSCI, kwa sababu ile lebo kuna vocha ya kukwangua. Ukisha kwangua kuna namba pale chini ambayo unaituma na itakwambia hiyo mbegu ni feki ama sio feki, kwa sababu zile namba zote zimekuwa registered kidigitali. Kwa hiyo tutafanya hivyo ili kuhakikisha jambo hili linawafikia wakulima wengi na hasa wale wa vijijini. Na kuhusu hao wanaohujumu uchumi, ni kweli, ndio maana unaona kama sasa hivi kuna kesi moja mahakamani, wengine uchunguzi unaendelea, na ninaamini baada ya uchunguzi tutawapeleka katika hatua hiyo. Kwa hiyo jukumu moja la serikali kwa upande wetu sisi, kabla ya matokeo ya kimahakama, sisi inakuwa ni kuwafutia leseni kuto kushiriki katika hiyo biashara kabisa hapa nchini, na katika biashara nyingine yoyote inayohusikana na masuala ya mazao. Kwa hiyo hawashiriki kabisa. Kwa hiyo hizo hatua za kunyongwa ni hatua za kimahakama. Maelekezo sisi hatuwezi kuingilia muhimili mwingine. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Agnes Hokororo, swali la nyongeza. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Kwa kuwa wananchi wa vijijini katika mkoa wa Mtwara walihamasika na kuacha kutumia mbegu za asili, wakiamini mbegu zinazouzwa katika maduka zitaongeza uzalishaji, lakini hali imeonekana sivyo ndivyo. Je, ukiacha adhabu zilizotangulia kusemwa, serikali haioni haja ya kutafuta namna ya kulipa fidia kwa wananchi wale wa vijijini katika mkoa wa Mtwara ambao uzalishaji wao umeshuka kutokana na matumizi ya mbegu feki zilizotajwa kwenye swali la msingi? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Spika, nimshukuru vile vile dadangu Korolo kwa swali lake la msingi. Kama nilivyojibu katika maswali ya msingi, hatua ya kwanza ya serikali imekuwa ni kuchukua hatua dhidi ya wale ambao wanauza mbegu feki, lakini jukumu hili la msingi, mtu wa kwanza anayepaswa kuripoti anapaswa awe mwananchi mwenyewe kwetu sisi, na ndio maana unaona tuna call center ambazo wakitupigia mapema sisi tunawahi kuchukua hatua kwa wale wahusika. Kwa hiyo swala la kulipa fidia, jukumu kubwa, tumeanzisha mfuko wa Agriculture Development Fund ADF wenye lengo la kufidia maeneo ambayo tutaona kuna uhitaji wa lazima. Kwa hiyo niseme tu katika eneo lake sisi tutafanya tathmini na kuona ukubwa wa hiyo changamoto ambayo imetokea. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla ya hatua nyingine. Sasa ni simple tu, waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.